Bwana Yesu na asifiwe ndugu zangu na dada zangu. Ni asubuhi njema ambapo ninawakaribisha katika kipindi cha manyunyu ya baraka. Tuendelee na kunyunyiziwa baraka za Mwenyezi Mungu na kufundishwa neno lake kupitia hiki kipindi cha manyunyu. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye anaendelea na kutuletea neno lake ni Reverend Francis Namo kutoka kanisa la ABC Changoma Mboni Pastorate. Ni yeye anaendelea na kutufundisha, ambapo asubuhi ya leo kuna mengi ambayo unafaa kuyajua na pia kuyaelewa na kuyatekeleza. Karibu sana, tuendelee na kubarikiwa pamoja na neno la Mwenyezi Mungu. Ningependa kukusalimu mtazamaji asubuhi ya leo. Ujambo, karibu asubuhi ya leo tukaweze kuendelea na kujifundisha na kuliwaza neno la Mungu. Na leo ningependa tukaweze kujifunza neno la 4 alilolitamka Bwana wetu Yesu msalabani. Niweza kusema ya kwamba tukianza, haya ni maneno ambayo ni ya muhimu katika maisha yetu, na yanatukumbusha maana ya Yesu kuwa msalabani na yale maneno ya mwisho aliyoyasema. Na leo tutaanza kwa kusoma neno lake Mungu kutoka kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu. Mlango ni huo wa 19 na mstari wa 26. Yohana Mtakatifu mlango 19, tuanzie mstari huo wa 26. Tusome pamoja. Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda wamesimama karibu, alimwambia mama yake, "Mama, huyo ni mwanao." Kisha akamwambia yule mwanafunzi, "Na huyo ni mama yako." Tangu wakati huo, yule mwanafunzi akamchukua mama yake Yesu nyumbani kwake. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nafasi hii ya kulisoma neno lako. Tuendapo na kujifunza, ukawe pamoja nasi. Na ni katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mtazamaji, tunajua ya kwamba Yesu alikuwa rafiki wa Yohana, ambaye alikuwa mwanafunzi wake. Na wakati huu alipokuwa msalabani, akamwona mama yake Mariamu akiwa karibu na huyu mwanafunzi Yohana. Na kwa sababu sasa aliona maisha yake na mama sasa watatengana, ndipo akamkabidhi mama yake kwa Yohana, kumwonyesha ya kwamba sasa utakayemtegemea ni huyo Yohana. Naye Yohana atamuita mama Yesu mama yake. Yesu alikuwa anataka kuboresha uhusiano, na ni kama anatufundisha kuwa na uhusiano mwema, uhusiano bora na wenzetu mahali ambapo tunaishi pamoja. Tuwe na ushirikiano, tuwe na uhusiano wakati tunapoishi katika maisha ya hapa ulimwenguni. Hakuna mtu anayeweza kuishi peke yake. Kila mtu, ukienda kila mahali, kama ni nyumbani, shuleni, kazini, katika biashara, hauwezi kukaa peke yako. Unaishi na wenzako. Na ndipo Yesu akamaanisha ya kwamba ni lazima tumboreshe uhusiano wetu na wale wengine, kwa sababu tunahitaji kusaidiana, tunahitajika kuwa tuna urafiki bora. Ndipo Yesu akamwambia, ili mama asiweze kuhangaika na mambo ya dunia, akamwambia Yohana, sasa huyo atakuwa mama yako. Alionyesha tu utamtunza kama mama yako, naye mama atamchukulia Yohana kama mwana wake, jinsi alivyomchukulia mwanawe Yesu Kristo. Mara nyingi watu
wanaharibu uhusiano wao na wenzao. Hata kama ni nyumbani, watoto wameharibu uhusiano wao na wazazi wao. Lakini Yesu himizo lake ni tuwe na ushirikiano mzuri mahali popote ambapo tunaishi. Kama ni katika familia, watoto wawe na ushirika na wazazi wao. Wazazi waweze kuwa na ushirika bora na watoto wao. Wale ambao wameajiriwa wawe na ushirikiano bora na wakubwa wao. Wakubwa waweze kuwa na ushirikiano mwema na wale ambao ni wafanyikazi wao. Na kila mahali Yesu anatuhimiza tuwe na ushirikiano mwema. Tukisaidiana, tukiheshimiana, tukichukuliana hali na kuishi maisha ambayo ni maisha yenye furaha kwa kushirikiana. Kwa hivyo ushirika katika mwanadamu ni jambo la busara sana. Hakuna mtu yeyote anayeweza kujisaidia akiwa peke yake. Ni lazima amtegemee mwenzake. Ni lazima ategemee yule ambaye ako karibu naye. Kwa hivyo, hebu tazama, katika shughuli za kila siku, ni akina nani ambao unakutana na wao? Ni akina nani ambao wako karibu nawe, wamekukaribia sana? Je, jiulize uhusiano wako na wale wengine uko aje? Je, mnashirikiana? Mnasaidiana? Mmejenga urafiki? Mnainuana ama mnachukiana? Unajua wale ambao wanaishi katika ushirikiano, hata familia ile ambayo inaishi katika ushirika, hakuna jambo ambalo linaweza kuwashinda. Ushirika ni bora kwa sababu unaendelea na kuunganisha familia, utaendelea na kuunganisha wafanyikazi na wakubwa wao, utaendelea na kujenga na kuinua hata kanisa, kwa sababu wale ambao ni washirika pamoja na wao mnafaa kujenga ushirika ambao ni mzuri. Kwa hivyo, kwa kimombo tunasema relationship, building relationship. Kwa hivyo, tuwe na ushirika na wenzetu. Mahali popote ambapo unatembea, mahali popote ambapo unaenda, jaribu kuwa na ushirikiano na wale ambao unakaribiana na wao. Yesu aliweza kutupa mfano kwa kumwambia Yohana, ambaye alikuwa rafiki yake, sasa, japokuwa sasa mimi nitaondoka, sasa mama yangu atakutegemea wewe. Naye mama akitaka mtoto kumwona mtoto ambaye aliye karibu, atakuona wewe. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba wazazi waweze kuwa na ushirikiano bora na watoto wao, watoto wawe na ushirika bora na wazazi wao, kanisa liwe na ushirika mmoja na wale wengine, mchungaji, wale wengine ambao ni washirika waweze kuboresha na kujenga uhusiano wao. Kiwa kazini, marafiki zako, mkaweze kujenga na kuinua ushirika wenu ili muishi maisha yenye furaha na maisha yenye huru. Mtazamaji, jiulize, mahali ambapo unaelekea wakati huu, mahali ambapo utashinda siku ya leo, je, una uhusiano bora na wale ambao utashinda na wao? Wale ambao mnatembea na wao, mna ushirikiano gani? Je, maisha yako na maisha yao yanatofautiana ama kama yako sawa? Ni vizuri kujifundisha kuboresha uhusiano wetu. Hata kama ni bwana na bibi, waweze kujenga na kuboresha uhusiano. Hakika maisha yatakuwa ya furaha. Sehemu ambazo zote tunafanyia kazi, kila mara tutakuwa na huru wa kutenda na kufanya kila jambo. Bwana atubariki. Bwana akubariki sana na azidi kuendelea
na kututia nguvu. Neno la Mungu, himizo letu ni kuwa na ushirikiano bora, kujenga ushirika na wale wengine. Bwana na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya fundisho zuri la kutengeneza uhusiano na ushirika bora na wenzetu. Tusaidie kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tukaweze kufaidika. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Ushirikiano ndio tumeweza na kufundishwa asubuhi ya leo. Na pia hapa kutokana na ule mstari ambao tumeweza na kusomewa hapa, Yesu alipokuwa anamuonyesha mama yake yule ambaye atakuwa anamtunza. Ingawaji yeye ameweza na kuamba msalabani, anashughulikia mama yake. Hapa ni kufundishwa na kujua kwamba tunafaa kuwajibika kwa familia. Hata kama umeweza na kuokoka, au hujaweza na kuambiwa kwamba usiwajibike kwa mambo ya familia. Usitorokee familia yako maana umeweza na kuokoka. Uanze na kujitenga na kusema kwamba mimi hamnioni, mimi ni pastor, mimi nimeokoka, mimi ni kiumbe kipya. Hata mimi sifai kuitanishwa nanyi. Unafaa kuendelea na kuwajibika na mambo ya kifamilia. Kabisa. Yesu hapa pia aliweza na kutufundisha undugu wa kiroho una nguvu kama damu. Lazima tushirikiane. Ushirikiano lazima ukaweza na kuonekana. Wanashangaa kwamba mtu anafika mahali anasema nimeokoka, alafu unasikia anaita hata mama yake ama ndugu zake, anaanza kuwaita mashetani. Hata hafai kushirikiana na wao, hafai kuongea na wao, kwa sababu anasema kwamba mimi nimeokoka. Hebu tazama hapa, Yesu yuko msalabani, lakini anaonyesha mama yake, huyu ni yeye atakuwa anakutunza wakati ambapo mimi mmenifanyikia haya ambayo ameweza na kunifanyikia. Anajali mama yake. Anamuonyesha utakuwa unatunzwa na huyo. Tunjali na tuwajibike katika familia zetu hata wakati ambapo tumeweza na kuokoka. Hata ukiokoka ndio unaweza na kuonyeshana ushirikiano mkamilifu na mwingi sana katika mambo na kuwajibika na familia. Umeitwa wewe ni mzee, unasema kwamba mimi niko na kazi nyingi pale kanisani. Ninahudumia kanisa la Mwenyezi Mungu. Utalihudumia namna gani wakati ambapo hauna ushirikiano mwema na familia yako? Umeacha bibi yako nyumbani, umeacha watoto wako nyumbani na ushughuliki. Unasema kwamba uko busy. Sijasema kwamba hatufai kuwa busy kwa kazi ya Mwenyezi Mungu. Lakini panga mambo yako vizuri. Ukijua kwamba unafaa kuwajibika pale. Hata kama wewe ni mama umeitwa, kama mimi, umeitwa usahau kwamba uko na familia. Wajibika pale. Panga mambo yako vizuri. Na ujue kwamba kuitwa katika kazi ya Mwenyezi Mungu, kumtumikia Mungu, si kusema kwamba ukaweze na kuacha yale ambayo unafaa kuwajibika katika mambo na familia pale. Hilo ni neno ambalo kiundani ni kubwa sana. Mtazamaji wangu, ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mungu awe pamoja nawe, Mungu akubariki na neema yake ikutoshe. Bye bye.